Hello again, happy Wednesday. This is Judith, Jeva Wellness by Judith. Ni wakati mwingine tumekutana tena na leo kidogo, hebu tuzungukie kuhusiana na topic ambayo watu wengi wameniomba niongelee kuhusiana na mwanamke wa kisasa. Mwanamke wa kisasa ni nani zaidi? Wengi wao wanasema mwanamke wa kisasa ni yule mwanamke kwanza anajipenda yeye kama yeye, anapenda mazingira aliyokuwa nayo, anafurahia mazingira aliyokuwa nayo, lakini pia ni mwanamke anayejishughulisha. Yes, ni mwanamke ambaye anaweza kutafuta riziki yake. Tunasema kuna magrupu tofauti hapa. Tunasema kuna wale wanawake ambao wameajiriwa, kuna wale wanawake ambao wana biashara zao binafsi, kuna wale wanawake ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Tunasema biashara zimewekwa kwenye magrupu matatu. Kuna biashara ya hali ya juu, hali ya kati na hali ya chini. Kwa huyu mwanamke wa kisasa lazima uwe mwanamke ambaye unaweza kujishughulisha. Uwe unapata 500, 1000, 2000, milioni 10, milioni 30, wewe ni mwanamke wa kisasa. Lakini pia ujipende wewe kutoka moyoni, kwamba upende jinsi ulivyo, upende zile struggle zako ambazo unazipitia. Na siku hizi ili kuweza kuwasaidia wanawake, taasisi nyingi zimeanzisha tamasha na semina nyingi kwa ajili ya kuwaasa wanawake kuhusiana na mazingira yao wenyewe, lakini kuhusu kujikwamua kiuchumi. Na haswa tunaambiwa mwanamke wa kisasa ni lazima ujue kusave. Yes. Hii ni slogan ambayo sasa hivi inapita kwa watu wengi, kwamba mwanamke yeyote wa kisasa unapaswa kuwa na situation ambayo itakusaidia wewe kesho uweze kuwa kesho yenye salama. Na kesho ya salama inakujaje? Kesho ya salama itakuja endapo utajifunza kusave kile kidogo ambacho unakipata. Iwe ni 500, 1000, 2000, lakini utaweza kuisave na kugenerate ile hela. Na ndio maana siku hizi unakuta mitandao ya simu imeanzisha vikoba kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo mnakuta mko kama 10 au 20 mnajiunga, mnaanza kikoba chenu kwa ajili ya kusave zile hela zenu. Lakini pia kuna vikundi vya mitaani ambazo unakuta wanawake kwa kila siku wanapeleka hela kwa kijumbe, na benki ziliona hizi fursa na zimeenda mbele zaidi kwa kuanzisha product tofauti ambazo zinawasaidia hawa wanawake kusave, lakini pia kukopesheka. Sababu yamkini kwenye mambo ya biashara unaweza kuta umekwama, kwa usikwame wakati benki zipo. Benki nyingi zinaonyesha hizo product ikiwemo DCB. DCB ipo kama mkombozi wa wanawake katika society, hasa ukiangalia product zao nyingi zinamfavor pia mwanamke, kumnyanyua mwanamke. Wana product nyingi ambazo zinawasaidia wanawake kwenye kukopa mikopo, lakini pia kwenye savings, kwenye vikundi, kwa sababu unaweza kukopa mmoja mmoja, lakini pia una product zao ambazo unakopa kama kikundi. Kwa kikundi kitakopa na nyinyi mtafanya mgawanyo. Lakini kwa kujuana, kwa kudhaminiana, hii ni fursa nzuri ya wewe mwanamke wa leo ambaye una biashara, umejiajiri, umeajiriwa na unaona kwamba ninaweza nikafanya biashara nyingine, na huko kwenye kikundi mpo zaidi ya 10, basi sita kupitia matawi yao ambao kwa hapa Dar wana matawi 8 na kwa mkoani wana tawi moja ambao ni Dodoma. Naona kwamba hii elimu bado haijafikia watu wengi na inahitaji banks nyingi kusimama na kuweza kuitangaza zaidi hizi products kwa ajili ya kuwafikia wanawake. Yamkini wanawake wengi wapo ndani, wanawake wengi wanatamani kuanza, na kuanza yako inabidi uianze from within, kwa sababu hakuna mtu atakuja kushikia fimbo kama hujaamua. Kwa leo naomba niwaambie kwamba mwanamke wa kisasa ni mwanamke anajishughulisha, ni mwanamke anayejipenda, ni mwanamke anayepambana, ni mwanamke ambaye anasema no pale anapoona kwamba kitu kimeshindikana, ni mwanamke ambaye anasema nitajaribu tena. Until next time, this is Jeva Wellness by Judy. Bye.